2026. Mungu atushike mkono. Ni mwaka wa kuishi kwa imani. Haleluya, kanisa la Bwana. Njoo msifu Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa, mahala popote unapotufuatilia. Ni mafungo ya siku 12 kwa ajili ya kumshukuru Mungu kwa kuwa nasi mwaka mzima na kupanda mbegu kwenye malango ya mwaka 2026. Mafungo haya ni mafungo ya kujinyima chakula yanayoambatana na maombi na mafundisho ya neno la Mungu mahali hapa asubuhi na jioni. Upande wa asubuhi tunasimama kwenye malango ya shukrani na toba. Upande wa jioni tunasimama kwenye malango ya kupanda mbegu. Na kukaribisha mahala popote ulipo, tuungane kwa pamoja leo, ikiwa ni siku ya 11 ya mafungo yetu. Naendelea kukupongeza na kumshukuru Mungu kwa kukuwezesha kufika hadi siku ya 11. Endelea kujitia nguvu. Tumebakiwa na siku moja tu kumaliza haya mafungo na kuanza mwaka mpya. Hongera shujaa, sema amen. Naomba kabla sijafungua kwa sala kuanza kipindi chetu, naomba kuweka matangazo. Siku ya kesho ni siku ya fainali, ni siku ya hitimisho la mafungo yetu. Hivyo basi tutakuwa na maombi ya asubuhi kama kawaida. Tutaamka asubuhi mapema na mafungo yetu, tutaomba. Upande wa somo la jioni, kwa sababu kesho ni mkesha wa mwaka mpya, maeneo mbalimbali kunakuwa na ibada za misa, ibada mbalimbali za kupokea mwaka. Hivyo basi kwa kuliheshimu hilo na kulitambua hilo, tutaweka maombi mapema. Kesho maombi yetu yatakuwepo mapema kabisa, kuanzia saa 10 jioni maombi yatakuwa hewani, ili upate nafasi ya kuomba mapema, umalize mapema, uende ukajiandae na misa na ibada mbalimbali za kupokea mwaka kadiri ya maeneo uliopo. Kwa hiyo tutakuwa na maombi mapema kabisa, kila mtu naomba ajiandae. Pia na kualika uendelee kuwa na imani katika haya tunaojifunza, kwa kusikiliza serious, kuomba serious na kuishi serious. Utaona matokeo na Mungu akubariki. Karibuni sana, tufungue kwa sala, tuanze rasmi maombi yetu. Kwa jina la Baba, la Mwana, Roho Mtakatifu, amen. Baba Mungu, tunakushukuru, tunasema asante kwa ajili ya siku ya leo ambao Baba unatupa kibali kuwepo wote mahali hapa kwa ajili ya kuendelea na mafungo yetu. Tunakushukuru Mungu kwa wema wako, amani yako na upendo wako ambao umeendelea kudhihirika katika maisha yetu. Asante Baba kwa sababu wewe ni mkuu. Asante Baba kwa sababu unaweza yote. Tunakunyenyekea Alfa na Omega, tukikiri kwamba wewe ni niko ambaye uko. Ndio maana tunaomba toba na msamaha, hata maeneo yote ambayo tumekosea, maeneo yote ambayo tumeanguka kinyume na mapenzi yako. Tunaomba damu ya Yesu Kristo itutakase, ituoshe na kutusafisha, ili tuweze kuwa safi sawasawa na mapenzi yako. Tunaomba Roho Mtakatifu uendelee kutulinda na kutupa amani, uendelee kutupa uzima, uendelee kutupa uhai, ili sote tuendelee kuwa salama, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tuseme amen. Karibuni sana wapendwa. Leo ni siku ya 11 ya mafungo yetu. Somo tulilopewa kuweza kusimama nalo jioni ya leo linaitwa kwa nini tumeandika malengo ya mwaka kama mbegu zetu ndani ya udongo mzuri mwaka 2026. Kwa nini tumeandika malengo ya mwaka kama mbegu zetu ndani ya udongo mzuri mwaka 2026? Kwa nini tumeandika malengo ya mwaka kama mbegu zetu ndani ya udongo mzuri mwaka 2026? Hili ndiyo somo tulilo nalo kwa siku ya leo. Kabla sijaanza kufundisha, naomba kila mmoja hakikishe mara alipo una ile karatasi yako ulioandika malengo yako ya mwaka. Hakikisha unayo, kwa sababu tunaendelea kuiombea. Pale mwishoni tutaishika, kila mmoja atashika karatasi yake na sadaka yake, tuendelee kuombea. Kuhakikisha unayo hiyo karatasi, hakikisha pia na sadaka yako umeiandaa kama ambavyo tulishaelekeza, ili tuendelee kuombea. Kwa somo letu nimesema linaitwa kwa nini tumeandika
malengo ya mwaka kama mbegu zetu ndani ya udongo mzuri mwaka 2026? Hili ndio somo letu. Andiko letu la msingi linalotubeba kwenye hili somo ni lile lile la kitabu cha Injili ya Marko, ile sura ya 4, na hapa nitakusomea mstari wa 8 peke yake. Injili ya Marko sura ya 4, nitasoma mstari wa 8 peke yake. Injili ya Marko sura ya 4, nitasoma mstari wa 8 peke yake. Inasema namna hii: nyingine zikaanguka penye udongo ulio mzuri, zikazaa matunda, zikamea na kukua na kuzaa, 130, 160 na 100. Tunaona namna ambavyo mpanzi alipanda mbegu, na tumekuwa tukiongea kila siku kwamba alipanda mbegu aina 4. Mbegu ya kwanza alipanda kando ya njia, ndege wakaila, haikuota. Mbegu ya pili akaipanda juu ya mwamba, na yenyewe pia haikuota kwa sababu jua liliunguza. Mbegu ya tatu akaipanda kwenye miiba, na yenyewe pia haikuota kwa sababu ilisongwa na miiba. Mbegu ya 4 akaipanda kwenye udongo mzuri, ikaota kwa sababu iliwekwa kwenye udongo mzuri, ndio maana ikaota. Sasa tumeshajifunza hiyo aina ya kwanza, tumeshajifunza aina ya pili, tumeshajifunza aina ya tatu, na sasa tuko kwenye hii aina ya 4 ya mbegu iliyopandwa kwenye udongo mzuri. Tumeshaangalia mambo mengi sana kwenye hili eneo, na leo Roho Mtakatifu anatupeleka kwenye hichi kipengele kwamba tumeandika malengo ya mwaka, tukiamini ndiyo mbegu zetu, ndiyo mbegu zetu, kwa sababu tunapoongelea mbegu tunakuwa tunaongelea malengo na mipango tulio nayo ambayo tunaenda kuitegemea kuifanya kwenye mwaka huo. Hizo ndio mbegu zetu. Sasa kila mmoja kwenye karatasi yake ameandika mbegu zake, ameandika malengo yake na mipango yake, na tumeipanda, na kila siku tunaendelea kuipanda kwa maombi kwenye malango ya mwezi. Sasa swali linakuja, kwa nini umeandika hayo malengo? Kwa nini umeandika hiyo mipango? Unaweza ukajiuliza tu namna hiyo. Ndio somo letu la leo lilivyokaa. Limekaa katika mfumo wa swali. Kwa nini umeandika hayo malengo? Kwa nini umeandika hiyo mipango? Kwa nini umeandika hizo mbegu? Kwa nini umepanda hiyo mbegu? Kwa nini? Swali ni hilo. Kila mmoja anaweza akawa na majibu yake kadiri Roho Mtakatifu anavyoweza akakuongoza, lakini naomba wote tulipate hili jibu moja na tutembee nalo, ambalo nitawapatia muda huu. Jibu letu ni hili hapa. Tumeandika malengo ya mwaka kwa sababu ni ishara ya kusema mwaka 2026 wote tumeukabidhi mikononi mwa Mungu ashughulike nao kwa niaba yetu. Jibu ni hili. Tumeandika malengo ya mwaka kwa sababu ni ishara ya kusema mwaka 2026 tumeukabidhi mikononi mwa Mungu ashughulike nao kwa niaba yetu. Tumeandika malengo ya mwaka kwa sababu ni ishara ya kusema mwaka 2026 wote tumeukabidhi mikononi mwa Mungu ashughulike nao kwa niaba yetu. Kwa wapendwa, kila mmoja ameandika malengo yake ya mwaka. Kila mmoja amepanda mbegu zake. Malengo yawe kupanda hiyo mbegu. Malengo yawe kupanda hiyo mbegu. Sababu za kwa nini umepanda hiyo mbegu. Sababu za kwa nini umeandika hayo malengo ambayo ndiyo mbegu. Ni kwamba ni ishara ya kimungu ya kwamba tumemkabidhi Mungu maisha yetu yote ya mwaka 2026. Tumemkabidhi yeye ashughulike nayo kwa niaba yetu. Sawa sawa na kile kitabu
cha Petro wa kwanza sura ya 5 ule mstari wa 6 hadi wa 7. Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 6 hadi wa 7. Waraka wa kwanza wa Mtume Petro sura ya 5 ile aya ya 6 hadi ya 7 inasema namna hii: basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake, huku mkimtwika yeye fadhaa zenu, kwa maana yeye hujishughulisha sana kwa mambo yenu. Kwa Biblia inasema nyenyekeeni chini ya mkono wa Bwana ulio hodari. Nyenyekeeni chini ya mkono wa Bwana ulio hodari. Kwa tafsiri nyingine ni sawa na kusema jishusheni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari. Na kwa nini ujishushe? Ina maana ujishushe kwa sababu kwa nguvu yako huwezi. Ndiyo maana jishushe kwa Mungu ili upate msaada kwa Mungu. Kuumudu mwaka 2026 kwa nguvu zetu hatutaweza. Kuumudu mwaka 2026, kuukabili mwaka 2026 kwa nguvu zetu hatutaweza, ila kwa nguvu ya Mungu tutawezeshwa kuweza. Sasa Mungu ili akuwezeshe kuweza, lazima umkabidhi huo mwaka mikononi mwake. Na ndiyo maana ili tendo la kuandika malengo yetu, kila mmoja ameandika kadiri yake, ni tendo la kumnyenyekea Mungu, ni tendo la kumkabidhi Mungu, kwamba tumeandika, tunatoa na sadaka. Ni ishara ya kwamba tunakukabidhi wewe Mungu tunayekuomba, tunakukabidhi wewe Mungu tunayekupa sadaka zetu za mwanzo wa mwaka na mwisho wa mwaka. Tunakukabidhi wewe mwaka wetu, kwa sababu tunaamini wewe ndio unayeweza ukatusaidia. Na ndio maana ule mstari wa 6 anasema huku mkimtwika yeye fadhaa zenu. Kwa lile tendo la kila siku pale mwishoni tunashika maombi, tunaombea, ni ishara ya kwamba tunamtwika, tunamkabidhi fadhaa zetu, shida zetu na mahitaji yetu tuliyoyaandika kwenye makaratasi, tunamkabidhi yeye. Na tunamkabidhi kwa sababu yeye, Biblia inasema, hushughulika sana na mambo yetu, hushughulika sana na mambo yetu. Ndio maana tunamkabidhi ili ashughulike nayo, maana ni tabia ya Mungu kushughulika na mambo ya watoto wake. Ni tabia ya Mungu kushughulika na mambo ya watoto wake, na ndiyo maana tunamkabidhi ili ashughulike nayo kama ilivyo tabia yake na desturi yake. Si kama unaelewa, mwana wa Mungu aliye hai. Wapendwa, jambo kubwa ambalo huwa linatupa mawazo ndani ya mwaka mzima, kusema ukweli, ni kila mmoja kujisumbua namna ya kuendesha maisha yake. Jambo ambalo huwa linatupa mawazo ndani ya mwaka mzima ni kila mmoja kujisumbua namna ya kuendesha maisha yake. Mfano, watu kuwaza juu ya kula. Mwaka mzima watu wengi tunahangaika juu ya kuwaza juu ya kula. Watu wengi mwaka mzima tunahangaika tukiwaza juu ya kuvaa. Watu wengi tunahangaika mwaka mzima tukiwaza juu ya kusomesha, kuwaza juu ya kulipa kodi, kuwaza juu ya kujenga, kuwaza juu ya mitaji ya biashara, kuwaza juu ya mishahara midogo. Mara tunapofanya kazi haitoshi, mishahara haiendani na mahitaji tulio nayo. Kuwaza juu ya afya zetu, kuwaza juu ya ndoa, kuwaza juu ya kuoa na kuolewa, kuwaza juu ya watoto, wanafunzi kuwaza juu ya elimu wanazosoma. Kila mtu anawaza mambo hayo niliyoyataja kwa sehemu yake ndani ya mwaka mzima. Tunaishi katika mwaka tukihangaika na hayo. Na ndiyo maana hata kuna siku nilikueleza hapa kwenye eneo la akili kwamba wengine imefika mahala kwa sababu akili zetu zimewaza sana juu ya haya ndani ya mwaka mzima. Unajikuta unapata na vidonda vya tumbo, unajikuta unapata na pressure, unajikuta unapata na kisukari kwa sababu ya kuhangaika, kuwaza na kuwazua juu ya haya mambo. Kuna wengine wanaenda mbali zaidi mpaka wanajinyonga, wanajiua wenyewe
kwa sababu anakuwa overthinking, anapata traumatic depression, anawaza sana kupitiliza hadi anakata tamaa, anajiua. Hayo yote ni namna ambavyo tunahangaika mwaka mzima na kuyawaza yote hayo. Mpendwa, Biblia iko wazi kabisa. Biblia iko wazi kabisa kwamba kuwaza na kufikiri ni juu ya Bwana, si juu yetu. Kuwaza na kufikiri ni juu ya Bwana, si juu yetu. Ingawa asilimia kubwa ubongo wa mwanadamu unawaza na kuwazua kuyakabili yale niliyokutajia. Angalia kile kitabu cha Mathayo kinavyoongea. Very genuine. Kiko genuine sana. Kiko wazi mno kiasili. Angalia kile kitabu cha Injili ya Mathayo sura ya 6, ile aya ya 25 hadi ya 26. Kitabu cha Injili ya Mathayo sura ya 6, ule mstari wa 25 hadi wa 26. Mathayo sura ya 6 mstari wa 25 hadi wa 26 inasema namna hii: kwa sababu hiyo nawaambieni, msisumbukie maisha yenu, mle nini au mnywe nini, wala miili yenu mvae nini. Maisha, je, si zaidi ya chakula, na mwili si zaidi ya mavazi? Waangalieni ndege wa angani, ya kwamba hawapandi wala hawavuni wala hawakusanyi ghalani, na Baba yenu wa mbinguni huwalisha hao. Ninyi je, si bora kupita hao? Akauliza swali pale. Kwa unaona wazi Biblia inasema tusisumbuke na maisha, tusihangaike, tule nini, tunywe nini, tuvae nini. Anasema usihangaike na hayo yote, ingawa kiuhalisia ndio mambo yanayotuhangaisha kutwa nzima kwenye mwaka mzima. Mwaka mzima wewe fuatilia hata mwaka 2025, mwaka 2025 utajikuta kwa asilimia kubwa uliteseka na aka kaeneo kakuwaza ule nini, unywe nini, uvae nini, unasomeshaje, unalipaje kodi, unaoaje, unaendeshaje ndoa, unakabilije changamoto za afya. Yote hayo unakuta ndio mambo ambayo kwa asilimia kubwa yalikupa stress ndani ya mwaka mzima. Kwa hata usipokuwa makini, si ajabu hata 2026 usipojiangalia unaweza ukajikuta tena hayo hayo ndiyo yanayoenda kukusumbua, kwa sababu maisha yetu yamejikita kwenye hayo maeneo. Hakuna namna binadamu anaweza akaishi hapa duniani asile, asinywe, asivae. Haiwezekani. Lazima uyafanye. Na ndiyo maana asilimia kubwa tunawaza sana kwenye hayo maeneo: kuvaa, ndoa, uchumi na yote kwa ujumla niliyokutajia. Asilimia kubwa tunawaza. Ila Biblia kama neno la Mungu ilishaongea usihangaike na hayo, usiyawaze hayo. Na Mungu akaweka mfano. Mbona ndege wa angani hawazi, lakini anakula, anakunywa, kila kitu anapata ndege wa angani. Afu akauliza, kati ya ndege na wa angani na wewe nani ni bora? Kitu kiko wazi, mimi mwanadamu ni bora kuliko ndege wa angani. Ila kwa nini tunajishusha thamani? Tunaishi kwa kuwazawaza. Na ndiyo maana nisikufiche, nikwambie ukweli kabisa kama mwalimu, inahitaji imani ili kuupokea huo mstari na kuishi nao. Inahitaji imani, tena sio imani legelege, imani iliyo thabiti. Inahitaji stable faith, inahitaji firm faith, kupokea hilo neno na kuishi nalo. Bila kuwa na firm faith huwezi, bila kuwa na imani thabiti huwezi kuipokea hilo neno. La kula nini, la usihangaike na ule nini, usihangaike na uvae nini. Inahitaji imani kulipokea hilo neno. Kitabu cha Yakobo 2:14 kinasema namna hii. Yakobo 2:14. Yakobo 2:14. Ndugu zangu, yafaa nini mtu akisema kwamba anayo imani lakini hana matendo? Je, ile imani yaweza kumwokoa? Kwa kama we ni Mkristo una imani, hakikisha hili neno linakaa kwenye matendo
la kutokusumbuka na ule nini na unywe nini. Maana imani yako haiwezi kuwa na maana kama hili neno halitokaa kwenye matendo. Si kama tunaelewana, kanisa la Mungu? Moja ya tendo la kiimani ni mimi na wewe kupanda mbegu kwa kumkabidhi Mungu malengo yetu ya mwaka ili ashughulike nayo, na sisi tubaki tukijisumbua na ya kwake. Nasema hivi, moja ya tendo la kiimani ni sisi kuandika malengo yetu ya mwaka na kumkabidhi Mungu hayo malengo yetu ya mwaka, kumwachia yeye ndiye abaki akishughulika nayo, na sisi tubaki tukishughulika na ya kwake. Narudia tena, moja ya tendo la kiimani ni mimi na wewe kuandika malengo yetu ya mwaka, kupanda mbegu zetu, kuandika malengo yetu ya mwaka, kumkabidhi Mungu na kumwachia yeye abaki akishughulika nayo, na sisi tubaki tukishughulika na ya kwake. Ya kwake ni yapi? Ni haya kwenye Wafilipi sura ya 4 ule mstari wa 6 na wa 7. Wacha muda huu nikuonyeshe ni yapi ambayo unatakiwa uishi kwenye mwaka ukishughulika nayo na kuhangaika nayo. Unayotakiwa uishi kwenye mwaka ukihangaika nayo ni haya hapa kwenye Wafilipi 4:6 hadi 7. Wafilipi 4:6 hadi 7. Wafilipi 4:6 hadi 7 inasema namna hii: msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, na haja zenu zijulikane na Mungu, na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Kwa hiyo unapoingia kwenye mwaka, wewe kazi yako ni kupanda mbegu, ni kumkabidhi Mungu malengo yako ya mwaka, kwamba Mungu yachukue, ubaki ukishughulika nayo. Alafu wewe unaanza kushughulika na ya kwake. Anasema usijisumbue kwa neno lolote, bali jisumbue kwa haya. Unaanza kushughulika na la kwanza 2026, jisumbue sana na kusali kadiri uwezavyo. 2026, jisumbue sana na kusali kadiri iwezavyo. 2026, jisumbue sana na kusali kadiri iwezavyo, kwa sababu anasema jisumbue katika kila neno kwa kusali. Kwa jisumbue sana na kusali kadiri uwezavyo. Ndani ya kusali kuna kuimarisha mahusiano yako na Mungu. Kuhakikisha 2026 unasali kadiri uwezavyo kwa mahusiano yako, kuhakikisha yamekuwa imara na Mungu zaidi ya miaka yote yalivyokuwa. Jambo la pili, anasema jisumbue kwa kuomba. Kwa jambo la pili, 2026 jisumbue sana kwa kuomba kadiri uwezavyo. 2026 jisumbue sana kwa kuomba kadiri uwezavyo. 2026 jisumbue sana kwa kuomba kadiri uwezavyo. Kuhakikisha mwaka 2026 umekuwa sana, umeongezeka kwenye eneo lako la maombi. Umekuwa sana kwenye eneo lako la maombi. Jambo la tatu, anasema jisumbue pamoja na kushukuru, pamoja na kushukuru. Ina maana jambo la tatu 2026 jisumbue sana na kumshukuru Mungu uwezavyo. 2026 jisumbue sana na kumshukuru Mungu kadiri uwezavyo. 2026 jisumbue sana na kumshukuru Mungu kadiri uwezavyo, kama anavyosema pamoja na kushukuru. Kwa jisumbue sana na kumshukuru Mungu kadiri uwezavyo. Jambo la nne anasema na haja zenu na zijulikane na Mungu. Ina maana 2026 jambo la nne 2026 jisumbue sana kumjulisha Mungu kila haja yako. 2026 jisumbue sana na kumjulisha Mungu kila haja yako. 2026 jisumbue sana na kumjulisha Mungu
kila haja yako. Kwa lugha nyingine ni kwamba umtegemee Mungu peke yake, ndiye awe tegemeo lako, sio akili zako. Wewe umtegemee Mungu peke yake. 2026. Kwa wapendwa, tunaona haya mambo manne ndiye ambayo Roho Mtakatifu anatupa siku ya leo, kwamba ndio ambayo ukajisumbue nayo 2026. Badala ya kujisumbua kuwaza ule nini, kuwaza uvae nini, kuwaza jinsi ya kusomesha watoto, kuwaza kulipa kodi, kuwaza namna ya kujenga, kuwaza mitaji ya biashara, kuwaza mshahara ulio nao ni mdogo au uendani na mahitaji ulio nao, kuwaza juu ya afya yako, kuwaza juu ya ndoa yako, kuwaza juu ya watoto, kuwaza juu ya elimu. Mungu anakuambia achana na yote hayo. Ila wewe ikifika tu 2026, wewe nenda kawaze sana jinsi ya kusali, kuimarisha uhusiano wake na yeye Mungu. Kawaze sana juu ya kuomba, kukua kimaombi na kuomba sana. Kawaze sana namna ya kumshukuru Mungu uwezavyo, sio kuishi maisha ya kulalamika. Kawaze sana namna ya kujisumbua katika kumjulisha Mungu haja zako kwa kumtegemea yeye katika kila kitu. Ndio Mungu anachotaka, ndio Mungu anachotaka. Ukifanya hivyo, na yeye anaendelea kujisumbua na mbegu zako ulizopanda. Utakapoingia mwaka 2026, ukajisumbua sana na kusali, ukajisumbua sana na kushukuru, ukajisumbua sana na kuomba, ukajisumbua sana na kumtegemea kwa kumjulisha haja zako, na yeye Mungu anageuka, anakazana kujisumbua na mbegu zako ulizopanda. Muda ambao wewe unajisumbua na vya kwake, na yeye anakuwa anajisumbua na vya kwako. Anajisumbua na hayo malengo uliyoyaandika ambayo tunamkabidhi hapa kwa kuyaombea kila siku. Kwa hiyo inakuwa ni kama vile vice versa. Inakuwa ni kama vile mmebadilishana majukumu. Wewe unashughulika na majukumu ya Mungu na Mungu naye anashughulika na majukumu yako. Kwa ni sawa na lugha ya kitaalamu tunasema it is like exchange duties. God ana deals na your duty, na wewe una deal na duty za Mungu. Ina maana mmebadilishana majukumu. Mungu anashughulika na majukumu yako na wewe unakuwa unashughulika na ya kwake. Ndivyo inavyokuwa. Na ndiyo maana tumeandika malengo, tumepanda mbegu. Hayo malengo uliyoandika ndiyo mbegu. Tumeandika, tunayaombea kila siku mahali hapa. Tunavyoyaombea ni kwamba tunamkabidhi ya kwetu ashughulike nayo mwaka mzima. Afu na sisi tunayapokea haya ya kwake tukashughulike nayo mwaka mzima. Wangapi wameelewa? Wangapi wameelewa? Wangapi wameelewa? Usiseme mwalimu unioni, na kuona. Sema wangapi wameelewa. Kama umeelewa hapo ulipo, sema amina, nimeelewa. Sema amina, nimeelewa. Sema amina, nimeelewa. Kama ni kweli, kamata hayo malengo mkononi mwako. Kamata hayo malengo mkononi mwako. Kamata na sadaka yako. Kwa yule ambaye umeshaituma tayari, wewe ikamate tu kwenye moyo wako. Yule ambaye bado hujaituma ila iko kwenye moyo wako, unasema tatoa kitu fulani, ikamate kwenye moyo wako. Ikamate sadaka yako, kamata na malengo yako. Afu tunaenda kumkabidhi Mungu ili yeye akashughulike nayo na sisi tukashughulike na haya tuliyopewa leo. Kanda rabu shakara basiki. Jesus. Tukiwa tuko siku ya 11 ya mafungo yetu, tunaenda kusimama kwenye lango la mwezi wa 11 la mwaka 2026 kwenda kumkabidhi Bwana mahitaji yetu. Kwenda kumkabidhi Bwana mahitaji yetu. Ninaamini tayari kila mmoja ameshakamata malengo yake mkononi mwake pamoja na sadaka yake. Tutaenda kuomba kumkabidhi Bwana malengo yetu. Tutaendelea kumkabidhi Bwana malengo yetu. Maana amesema kwenye ile Petro wa kwanza sura ya 5 ule mstari wa 7, huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana na mambo yenu. Tunaamini tunapoomba tunamtwika fadhaa zetu ili yeye akashughulike nazo, kama alivyosema yeye kushughulika sana na mambo yetu. Kanda rabu shakarabasiki risha karabasiki ramanda rabu shakarabasiki
Ripoko ya bandere bosha karabaseke. Tuseme pamoja ya maneno. Na sali ya maneno huku ukiwa umeinua mkono wako juu. Ule mkono ambao umekamata karatasi yako na sadaka yako, inua juu. Sema Mungu Baba. Sema Mungu Baba. Sema tena Mungu Baba. Sema ninakuja mbele zako. Ninakushukuru Bwana kwa ajili ya neno lako lilosema nami siku ya leo. Sema Baba, ninasema asante kwa ajili Mungu Baba ya malengo yangu niliyoandika kwa ajili ya mwaka 2026. Sema ninakushukuru Roho Mtakatifu, maana sikuandika haya kwa akili yangu, bali niliandika kwa kuongozwa na wewe Roho Mtakatifu. Niliandika kwa kuwezeshwa na wewe Roho Mtakatifu. Nami ninayapanda nikiwa nimesimama kwenye malango ya mwezi wa 11 ya mwaka 2026. Bwana Yesu, ninapanda malengo yangu mwezi Januari, yakaote na kutokeza. Ninapanda malengo yangu mwezi Februari, yakaote na kutokeza. Ninapanda malengo yangu mwezi Machi, yakaote na kutokeza. Sema Bwana Yesu, ninapanda malengo yangu mwezi Aprili, yakaote na kutokeza. Ninapanda malengo yangu mwezi Mei, yakaote na kutokeza. Sema ninapanda malengo yangu mwezi Juni, yakaote na kutokeza. Sema ninapanda malengo yangu mwezi Julai, yakaote na kutokeza. Sema ninapanda malengo yangu mwezi Agosti, yakaote na kutokeza. Sema ninapanda malengo yangu mwezi Septemba, yakaote na kutokeza. Sema ninapanda malengo yangu mwezi Oktoba, yakaote na kutokeza. Ninapanda malengo yangu mwezi Novemba, yakaote na kutokeza. Sema Bwana Yesu, kwa ishara ya kabila 12 za Israeli, ninapanda malengo yangu kwenye mwezi Disemba, yakaote na kutokeza katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninaambatanisha na sadaka yangu, ninaambatanisha na sadaka yangu ambayo ninaipanda kama mbegu kwenye lango la mwaka 2026. Bwana Yesu, ninaambatanisha na damu ya Yesu. Sema naambatanisha na damu ya Yesu. Ninanyunyiza damu ya Yesu juu ya sadaka yangu. Naomba Bwana na mbegu yangu vipandwe na vyote na vikaonekane katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninakukabidhi mwaka 2026. Sema ninakukabidhi mwaka 2026. Sema tena Mungu Baba. Sema Mungu Mwana. Mungu Roho Mtakatifu, ninakukabidhi mwaka 2026. Ninaomba ukashughulike nao, naomba ukashughulike nao mwaka wangu wa 2026. Naomba Baba ukashughulike nao kama ulivyosema kwenye kile kitabu cha Petro wa kwanza, ile sura ya 5, ule mstari wa 7, kwamba wewe unashughulika sana na mambo yetu. Naomba ukashughulike na mambo yangu ambayo nimekukabidhi kwenye mbegu hizi nilizoandika kama malengo yangu ya mwaka, na yale Mungu uliyokusudia kunipa, naomba unipe na ushughulike nayo na uniandae kuyapokea sawasawa na mapenzi yako, sawasawa na mapenzi yako. Baba, ninakukabidhi wewe mwaka wangu 2026. Baba upokee, Baba upokee, Baba upokee katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu. Endelea kuomba kwa maneno yako, endelea kumkabidhi Bwana kwa maneno yako, endelea kumkabidhi Bwana kwa maneno yako. Mtoto wa Mungu, mahala ulipo, haya ni matendo ya kiimani, haya ni matendo ya kiimani. Usije ukafikiri ni maigizo, haya ni matendo ya kiimani. Haya sio mazingaombwe, haya sio mazingaombwe, ni matendo ya kiimani ambayo Bwana anafanya, Bwana anafanya, Bwana anafanya. Wewe endelea kumkabidhi, wewe endelea kumkabidhi,
hizi dakika kadhaa ambazo Roho Mtakatifu amekuachia. Usichezee fursa, usichezee bahati, endelea kumkabidhi, maana wewe ndio unajua ni mambo gani uliyoandika kwenye hiyo karatasi. Wewe ndio unajua hayo malengo uliyopanga, namna Roho Mtakatifu alivyokuongoza. Wewe ndio unajua, na ndio maana endelea kung'ang'ana kwa Bwana. Yakobo alisema, sitoki hapa mpaka unibariki, mpaka unibariki. Hata alipotenguliwa uvungu hakuondoka, aliendelea kung'ang'ana, aliendelea kung'ang'ana. Nasi tunaendelea kung'ang'ana, tunaendelea kung'ang'ana na mafungo yetu, na mafungo yetu. Hata njaa zikiuma, hata njaa zikiuma, hatuachi mpaka Bwana pale utakapotubariki. Bwana alimsikia Yakobo, akamuuliza, unaitwa nani? Akasema Yakobo. Bwana akamwambia, hutaitwa tena Yakobo, kuanzia leo utaitwa Israeli, utaitwa Israeli, kwa sababu umeshindana na Mungu, nawe umeshinda, nawe umeshinda. 2026 hutaitwa tena mlala hoi, hutaitwa tena mlala hoi, hutaitwa tena kituko, hutaitwa tena maskini, hutaitwa tena wakudhalauliwa, hutaitwa tena mjinga, hutaitwa tena mama madeni, hutaitwa tena baba madeni, hutaitwa tena malaya, hutaitwa tena mgonjwa wa ukimwi, hutaitwa tena mgonjwa wa kifafa, hutaitwa tena mgonjwa wa kisukari, hutaitwa tena mgonjwa wa vidonda vya tumbo, hutaitwa tena kipofu, hutaitwa tena kiziwi, hutaitwa tena kiwete, hutaitwa tena tasa, hutaitwa tena nguchiro, hutaitwa tena mtu aliyezalia nyumbani, hutaitwa tena majina mabaya ulioitwa, hutaitwa tena. 2026 utaitwa mwana wa Mungu, utaitwa mwana wa Mungu, utaitwa mwana wa Mungu, utaitwa mwana wa Mungu, utaitwa mwana wa Mungu. Pokea jina jipya, pokea jina jipya. Yebesi, pokea jina jipya, pokea jina jipya. Wewe ni mwana wa Mungu, pokea jina jipya, uende nalo 2026, utembee nalo 2026, uangaze nalo 2026. Pokea jina jipya, pokea jina jipya. Mwana wa Mungu aliye hai, pokea jina jipya la kutembea nalo 2026. Wewe ni mwana wa Mungu. Palipo na mwana wa Mungu pana uzima, pana afya, pana baraka, pana kibali, pana utajiri, pana kuinuliwa. Yote yaliyomo ndani ya jina mwana wa Mungu yaambatane na wewe. Kama Yakobo alivyoitwa Israeli, aliambatana na baraka ya ile jina. Na wewe unapoitwa mwana wa Mungu, uambatane na baraka zilizomo ndani ya hilo jina, ziende na wewe 2026, 2026 ziende na wewe. Utakapokuwa Januari, ziwe pamoja na wewe. Utakapokuwa Februari, ziwe pamoja na wewe. Utakapokuwa mwezi Machi, na kuombea ziwe pamoja na wewe. Utakapokuwa mwezi Aprili, ziwe pamoja na wewe. Utakapokuwa mwezi Mei, ziwe pamoja na wewe. Utakapokuwa ule mwezi Juni, ziwe pamoja na wewe. Utakapokuwa mwezi Julai, baraka za mwana wa Mungu ziendelee kuwa pamoja na wewe. Rapakoriasaka. Utakapokuwa ule mwezi Juni, baraka za Mungu ziendelee kuwa pamoja na wewe. Utakapokuwa Julai, ziwe pamoja na wewe. Raposhikinereboshaka riporakate moyoko. Ninakuombea utakapokuwa mwezi Agosti, baraka za jina mwana wa Mungu ziwe pamoja na wewe. Raposhiketi risakandarabushaka. Na kuombea utakapokuwa Septemba, mwezi wa uzao, baraka za mwana wa Mungu ziwe pamoja na wewe. Rapokoriandereboshaka rikisakate.
utakapokuwa mwezi Oktoba, mwezi wa 10, baraka za mwana wa Mungu ziwe pamoja na wewe. Orakosikili rikitarabusheke. Utakapofika mwezi Novemba, baraka za jina mwana wa Mungu ziwe pamoja na wewe. Orakosheke rikisakaraba. Utakapokuwa ule mwezi Disemba, ninakuombea baraka za mwana wa Mungu ziwe pamoja na nyumba yako, pamoja na uzao wako, pamoja na taifa lako, pamoja na wewe. Orapushakasa reketarabashi. Endelea kung'ang'ana na baraka za Bwana. Usinyamaze mtu wa Mungu, uendelea kumkabidhi Bwana mahitaji yako. Mungu, tunakukabidhi haya tulioshika mikononi mwetu. Baba, pokea malengo yetu haya, hata haya malengo ya wenzangu. Bwana, wanakarukia msalaba mtakatifu Kisongo. Baba, pokea malengo yao. Baba, tena Baba, ushughulike nao miaka 2026 kama tulivyoomba mahali hapa. Raposhekete rakasikindi. Endelea kuomba mtoto wa Mungu, endelea kuomba mpaka ile kiu ya maombi ndani yako ikauke. Rekesa